Karibu sana kwenye ndoano ya Joyce Kiria. Hakuna ndoano kubwa zaidi kuliko elimu. Jamani, tutakumbuka kabisa kwamba hivi karibuni shule ya Weruweru, shule ya wasichana, iliweza kuadhimisha miaka 50 ya shule hiyo. Na vile vile tuliweza kujionea wanawake washoka, wanawake wazuri, wanawake wenye kujitambua na wenye kuchangia mchango mkubwa katika taifa hili wakiwa wamesoma katika shule hiyo. Sasa hapa tunaendelea kukuletea maono ya Mama Maria Kam, mama ambaye ameongoza shule hii kwa kipindi cha muda mrefu, jinsi ambavyo anatazama elimu ya nchi yetu. Lakini leo anasema ili elimu ya nchi yetu iweze kurudi katika hadhi yake ni lazima kushirikisha wazazi. Na wazazi wanashiriki vipi? Huyu hapa Mama Maria Kam akizungumza na wazazi. Pati yao kwa watoto au nafasi ya mzazi kwa mtoto katika kumsapoti ili aweze kupata ile elimu ya kujitegemea ni nini? Karibu Mama Kam. Nakuja kwa wazazi. Wazazi, naomba tuchukue wajibu wetu kama wazazi, kwamba shule sio kufaulisha shule inayotoa division 1, division 2. Tafutia mwanao shule inayoelimisha, sio inayosomesha. Shule inayoelimisha inamuelimisha kijana kikamilifu, itamsomesha na inamlea kikamilifu katika nidhamu. Kubali kwamba nidhamu ni sehemu ya maendeleo. Nidhamu ndio msingi wa kazi bora. Kwa hiyo kazi, vile vile mzazi, shule ile wanalima sana, sijui wanafanya nini, haturuhusiwi hiki. Mzazi, mwanao afundishwe kazi, alelewe kwa kipindi cha miaka 4 mpaka 6 katika kazi inayozalisha, sio kazi ambayo haimfundishi mwanao maendeleo ya karne ya 21. Wapo wengi mliosoma Weruweru ambao mnafikiri kwamba nidhamu ilikuwa inawatesa. Kuamka mapema, kuamshwa na kiongozi wa nyumba ni kuwatesa. Kwenda kuosha vyombo kwa zamu kwa madarasa ulikuwa unaona unateseka. Kwenda kupalilia tuta lako la mahindi ulikuwa unaona ni tabu, ni mateso. Na waombeni, nilijitahidi kwa jitihada zangu zote kuwalea katika kazi ya nidhamu, ya kupanga, kuchagua na kuamua. Baada ya hapo kufanya tathmini, nilichoamua, je, nimefanikiwa au hapana? Hayo ndio yalikuwa malezi niliyowapa. Mtazamaji wa Joyce Kiria Wanawake Live, wiki hii tumepokea kwa masikitiko makubwa sana taarifa ya mwanahabari aliyegeuka kuwa habari, mwanadada Ufo Saro, ambaye alimiminiwa risasi za moto na baba mtoto wake na mchumba wake na mwanaume aliyezaa naye na mpenzi wake. Katika tukio hilo la mzazi mwenzake Ufo Saro kumpiga risasi hizo za moto, pia alimuwasha risasi mama mkwe, mama mzazi wa mwanamke, mama yake na Ufo Saro, na huyu mama kupoteza maisha pale pale. Jamani, na baadaye yeye muhusika ambaye ni kijana, ambaye ni baba mtoto, ambaye ni mpenzi la Azizi, akajimaliza mwenyewe. Na tunasema ukatili wa kijinsia haukubaliki hata kidogo. Wanawake tuchukue tahadhari, wanawake tuchukue hatua kabla mambo hayajafika huku. Wanawake Kwa niaba ya wanawake wa Morogoro ambao walikuwa wameandaa kongamano ambalo lilitakiwa lifanyike tarehe 13, kwa kweli wanaomba radhi sana kwa sababu mambo yameenda nje ya uwezo wao. Kwa hiyo kongamano hilo limeahirishwa mpaka tarehe 29 mwezi wa 11. Kwa hiyo endelea kufuatilia Wanawake Live ili uweze kupata taarifa zaidi hapa kuhusiana na hilo kongamano la wanawake wa Morogoro ambalo limeandaliwa na Women Empowerment kule Morogoro. Kufikia hapo tunaenda kumaliza kipindi, lakini naomba nikukumbushe tu kwamba wiki ijayo tutaendelea na mjadala wa siku ya mtoto wa kike duniani.
ambapo tunaendelea kuangalia changamoto alizonazo. Na changamoto mojawapo kubwa ambayo tutaiangalia ni lile swala la mtoto wa kike anapopata mimba na anataka kurudi shule. Changamoto ambayo anaipata au ile hali ya kupata ile fursa inakuwa ni ndogo. Sasa basi, wiki ijayo tutakuwa na binti ambaye alijifungua siku sio nyingi, mtoto wake ana miezi 2 tu na alikuwa form 4 na anahitaji kufanya mtihani wake mwezi wa 11, yani huu mwezi unaokuja. Tunamsaidia namna gani na kuanza kutafakari sasa kumnyima elimu mtoto wa kike na kumpatia elimu kipi bora. Unapompa ukombozi wa kifikra au kumnyima ukombozi huo wa kifikra, tunasaidia taifa au tunabomoa taifa? Tutaendelea kujadili huo mjadala hapa ndani ya Wanawake Live wiki ijayo, kwa hiyo usikose. Naomba tuendelee na kipindi kwa ajili ya kuweza kumaliza kabisa. Sasa kwa kumalizia, nifunge na ile topic yetu yenyewe ya yule mama ambaye alikuwa ameenda kushitaki kwamba mumewe anamtaka kinyume na maumbile. Jamani wanaume, msitufanyie hivyo. Huo ni usodoma na ugomora jamani. Hebu tuacheni jamani, mbona Mungu atawasha hii dunia? Mbona moto utawaka huku duniani sasa hivi jamani? Hiyo hebu acheni, sio fashion, ni vitu vibaya sana. Na kama hamtaki kusikia, niseme na wanawake kwamba tusikubali kufanywa vitendo vya ukatili. Mwanaume anakutaka kinyume na maumbile, huo ni ukatili ambao yani haustahili hata siku moja, yani hata usimwangalie mara mbili. Wewe kimbia moja kwa moja kituo cha polisi ukatoe taarifa, achukuliwe hatua zinazostahili. Sawa? Na ikishindikana uachane na hiyo ndoa ndugu yangu. Yaani moja kitu ambacho kinavunja ndoa ni hilo tendo la mtu kukutaka kinyume na maumbile. Katika sheria kabisa, hiyo ni moja kati ya fakta kubwa sana ambayo inapelekea ndoa kuvunjika. Kwa hiyo usisubiri. Kabisa sitaki kukuharibu mwenzangu. Haihusiani, sawa? Na vile vile tumesikia wanawake tunakutana na ukatili wa kingono. Mwanaume anajisikia tu vyavojisikia yeye anakutaka, sawa? Jamani, sio sawa. Haya mambo ni kuridhiana. Hebu tuandaeni vizuri. Mimi naomba nisiende huko kwenye mambo ya, unajua tena hizi elimu za mambo ya kufundishana mambo ya unyumba na nini na nini na nini. Lakini kwa kifupi ni kwamba mwenzio ukimwona hayuko tayari, usimlazimishe. Mbona sisi wanawake hatuwalazimishagi bwana? Wewe umechoka, si una sababu zako za nini? Watu tunatulia, tunasubiri siku ambayo wewe uko fiti, au sio? Sasa wewe kwa nini utakumlazimisha mtu? Ukatili wa kingono leo tunasema wanawake basi. Huo wa kinyume na maumbile ndio kabisa mistake hata kuongelea. Lakini huo wa mwanamume tu amejisikia anataka tendo la ndoa na wewe mwanamke kwa kuwa umeolewa unajua ni haki yake, hapana, mambo yaendi hivyo. Lazima uwe tayari, uridhie hilo tendo. Tupo pamoja, habari ndio hiyo. Jamani, hii ni Wanawake Live ambayo ilikuwa inafadhiliwa na Tanzania Media Fund. Walitupeleka kule Dodoma. Dodoma ni mbali, panahitaji gharama kwenda mpaka kule kuweza kukutana na watu na kuleta. Kwa hiyo tunawashukuru sana mfuko wa vyombo vya habari Tanzania Media Fund. Lakini kama unavyojua airtime ni muhimu sana na ni gharama mno. Tunawashukuru sana Amarula, QFL, Magodoro Dodoma, Wildaf Tanzania na Tigo. Kwa pamoja yake ndio wanaotusababishia sisi tuweze angalau kuwa na hii jeuri hapa East Africa TV kuonyesha hii Wanawake Live. Basi mimi nakushukuru sana. Mimi naitwa Joyce Kiria, the real one, the real superwoman, super duper woman. Yote majina yangu. Asanteni sana. Uwe mwanamke wa shoka, uwe mwanamke wa kweli, uwe mwanamke mjanja. Mwanamke mjanja hakubali ukatili wa aina yoyote. Huyo ndo mwanamke mjanja. Mwanamke mjanja babu amejipa shughuli, anafanya shughuli aweze kusimama, aweze kupendeza, aweze kuvaa vizuri ili uweze kustawi vizuri babu. Haukai na kuomba. Golikipa tumeacha jamani, tuchukue namba zingine. Si unajua mpira unachezwa na watu wengi. Na sasa tutoke kwenye kipa kule, tucheze huku kupeleka huo mpira kwenye nini? Kwenye goli. Hao ndio wanawake wajanja siku hizi. Wameshatoka magolini. Wewe bado uko kwenye goalkeeper, usubiri nini? Haya. Wanaume wajanja. Anasema dadangu Umi Mwalimu, naibu waziri, ya kwamba mwanaume mjanja hapigi mke wake hata siku moja. Ampige si vibao, mangumi wala anajua mwenye anampigana nini. Sana sana kanga, mazawadi kibao. Siku hizi hata watu wametoka kwenye kanga babu. Siku hizi watu wanapelekwa China, Dubai, si Marekani wapi, mazawadi yani mazawadi Samsung, Galaxy nini. Hizo ndio huko ndio kumpiga mkeo, unamletea mazawadi chungu mzima. Na lazima awe tayari. Au sio? Sio mambo ya kutakana unyumba kwa lazima. Ukimletea mazawadi namna hiyo ataacha kwa tayari. Sawa, tukutane wiki ijayo. Mimi ndio yule superwoman. Wanawake Live mjini, mpaka vijijini. Nguvu ya mwanamke kwa kila mwanamke. Kwa kila mwanamke.
Wanawake Live inadhaminiwa na Amarula. Amarula, the spirit of Africa. QFL Magodoro Dodoma. Wildaf Tanzania. Ukatili wa kijinsia si jambo la kuvumilika. Toa taarifa kwenye vyombo vya sheria. Na Tigo. Smile, you're with Tigo.